Are we ready? Naam. Ndugu waandishi wa habari, ni habari za mchana. Ni wakaribishe katika ofisi za makao makuu ya chama chetu hapa Mikocheni. Ninawashukuru kwa kuitika. Siku ya leo makamu mwenyekiti wa chama chetu bara Mheshimiwa John Heche atazungumza na Watanzania kupitia vyombo vyenu mbalimbali ili kutoa taarifa ya maazimio ya kikao cha kamati kuu ya chama kilichoketi tarehe 3 siku ya jana, tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa hivyo nichukue fursa hii sasa kumkaribisha makamu mwenyekiti aweze kutoa taarifa ya maazimio, na baada ya hapo tutakuwa na tukio lingine fupi na kisha tutakuwa tumekamilisha kusudi la sisi kuwaita katika mkutano wa leo wa vyombo vya habari. Makamu mwenyekiti, nikukaribishe. Karibu sana uweze kuzungumza na Watanzania. Ndugu waandishi wa habari, na kupitia kwenu Watanzania wote, habarini za jioni. Tunashukuru kwamba mmejitokeza kuja kutusikiliza. Kama mlivyoambiwa, kamati kuu ya chama chetu imekutana jana na kufanya maazimio kadhaa ambayo nitayasoma kwenu kwa waandishi wa habari. Na baada ya hapo, kesho ziara yetu ya no reforms no election itakuwa inaendelea kwenye kanda ya kati. Kuanzia kesho tarehe 5 taanza mikutano kanda ya kati mpaka tarehe 13 ambako tutamaliza mikutano hiyo kanda ya magharibi Kigoma. Kwa hiyo nataka nisome maazimio haya na nitatoa ufafanuzi kwenye sehemu mbalimbali kwa kadri ninavyosoma. Maazimio ya kikao cha kamati kuu ya chama tarehe 3 Juni 2025. Tarehe 3 Juni 2025, kamati kuu ya chama chetu iliyokaa hapa jijini Dar es Salaam ikapokea na kujadili juu ya taarifa aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa kwa umma tarehe 27 Mei 2025, ikiwa msingi kutoka kwenye barua aliyoiandika kwa katibu mkuu tarehe 12 Mei 2025. Katika barua aliyoiandika kwa chama, msajili ameelekeza kwa chama ijaze nafasi zilizo wazi za viongozi ambao awali walikuwa wameteuliwa na kuthibitishwa na baraza kuu la tarehe 22 Januari 2025, sambamba na wakurugenzi wa chama ambao waliteuliwa baadaye na vikao vya kamati kuu vilivyofuatia mwezi Februari na tarehe 10-11 mwezi Machi. Kamati kuu baada ya tafakari ya kina imeamua kwenda mahakamani kwa vile imeshindwa kuiona nia njema ya msajili wa vyama vya siasa katika maamuzi yake aliyoelekeza kwenye barua aliyotupatia, aliyoitoa kama taarifa kwa umma. Kamati kuu imewaelekeza wanasheria wa chama kuwa hadi kufikia Alhamisi tarehe 9 mwezi Juni shauri hili liwe limepelekwa mahakamani, na madai yetu ya msingi ni kwa sababu tumejiridhisha kuwa: moja, msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kutafsiri katiba ya chama kwa namna anavyoona yeye, tofauti na uhalisia.
Kwa tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amejipa jukumu kama mtafsiri wa katiba yetu, na yeye anajiona ndio anajua nini katiba yetu inazungumza, tofauti na sisi na wanasheria wengine wote wanavyoiona katiba yetu. Sababu ya pili aliyoitoa msajili wa vyama vya siasa, kuzuia ruzuku ya chama. Na hapa naomba nieleze vizuri sana ili Watanzania waelewe. Tunaenda mahakamani kwa sababu msajili amechukua jukumu la kuzuia ruzuku kwa chama chetu. Sasa sheria anayoisimamia msajili mwenyewe, sheria ya vyama vya siasa, kifungu cha 18(6), msajili ana uwezo wa kuzuia ruzuku ya vyama au kwa chama kingine chochote, sio cha kwetu tu, chama kingine chochote kinachopokea ruzuku, pale tu ambapo kuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa chama hicho, kwamba labda chama kimefanya matumizi ya hovyo ya fedha, na mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali amekagua na ametoa ripoti, kama vile mnavyosikia sasa hivi ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inasema serikali ya Rais Samia imefanya matumizi yasiyokuwa na tija ya bilioni 571. Sasa kama mkaguzi tungekuwa na hati chafu au fedha zimetumika vibaya au na jambo kama hilo, kwa mujibu wa kifungu cha 18(6), hapo tu ndio anapopata mamlaka ya kuzuia ruzuku. Na process sio hiyo kwamba anakaa tu nyumbani kwake anasema nimezuia ruzuku. Process atatuandikia sisi barua ya kutaka tu show cause, na hii pia inaenda mpaka kwenye board of trustees, sio chama tu, kwa sababu chama hiki ni mali ya board ya board of trustees. Sasa board of trustees ishow cause na chama kishow cause kwamba kuna matumizi ya hovyo, na kwa kutumia ripoti ambazo ziko audited za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Sasa msajili amejifanyia tu. Kwa hiyo tunaenda mahakamani kupinga hilo, kwa sababu tukiacha haya mambo kuna mtu mwingine na mwingine na mwingine atafanywa hivi. Msajili hana mamlaka ya kubatilisha maamuzi halali ya vikao vya chama kwa mujibu wa katiba ya chama chetu. Msajili wa vyama vya siasa sio mamlaka ya rufaa na sio chombo cha kupokea malalamiko yoyote kwa masuala ya chama na wanachama wa chama cha siasa. Kama kuna mwanachama wetu amefanyiwa kwenye chama humu, mtu anaweza kugombea ngazi ya wilaya au hata ngazi ya kata, pale kwenye maamuzi yakafanyika maamuzi, labda ameona mtu ametoa rushwa labda na vitu kama hivyo, katiba yetu inakutaka ukate rufaa. Kama wewe ni ngazi ya kata, ukate rufaa kwenye wilaya, na mamlaka ya rufaa itapitia, mamlaka ya wilaya itaakti kama chombo cha rufaa, itapitia malalamiko yako na itafanya nini? Itatengua au itaendelea kuuphold hayo maamuzi. Hivyo hivyo kwenye ngazi ya wilaya, kama kuna mtu analalamika anaenda ngazi ya mkoa, kwenye ngazi ya mkoa anaenda ngazi ya kanda. Chama chetu kimestipulate vizuri sana mamlaka haya na mgawanyo wa mamlaka kwenye wilaya, kwenye kata, kwenye mkoa na kwenye taifa. Kama kuna mtu ana malalamiko kwenye ngazi ya kitaifa, anaenda anakata rufaa, labda kama ni baraza kuu anakata rufaa kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo ndio maana tumesema msajili sio mamlaka ya rufaa na sio chombo chochote cha kupokea malalamiko. Kwa hiyo mambo yametufanya twende mahakamani. Hivyo chama kinachukua hatua hii kwa lengo la kuweka kumbukumbu sawa kuwa msajili wa vyama vya siasa hana mamlaka ya kupokea na kusikiliza malalamiko ya wanachama dhidi ya uamuzi wowote uliofanywa na chama cha siasa kama alivyofanya. 2, hatujaridhika na maamuzi ya msajili wa vyama vya siasa kubatilisha maamuzi ya chama ya tarehe 22 na Januari 25. Sasa hapa mnisikilize vizuri tena. Hata hivyo, kamati kuu kwa kutambua mazingira magumu ya utaratibu wa sheria kutozingatiwa katika nchi hii, mabano impunity, na nawasihi sana waandishi wa habari,
ni muhimu sana mkasaidia Watanzania kwenye nchi hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yaendi vizuri. Kuna mazingira unakuta watu wanasema fuata sheria, fuata sheria. Sisi ni law abiding citizen, tunapenda sana kufuata sheria. Lakini pia sheria hizi sio zote ziko justice, sio zote zina haki. Kwa sababu sheria tu. Kuna sheria hazina haki. Lazima tuwe tunajifunza na tunaelewa. Wakoloni walitunga sheria ya kuuza na kununua binadamu. Na ukigoma kuuzwa na kununuliwa umevunja sheria. Walitunga sheria kabisa kwamba wewe wakitaka kukuuza, wakuchukua kuuza, na wewe you have no right to resist kwamba uuzwe kama ng'ombe. Sasa pamoja na hayo yote si tunaelewa, lakini sasa kuna impunity. Kuna utaratibu katika nchi yetu ambao sheria zipo na watu wafuati sheria. Watu wafuati sheria. Watu wanajifanyia tu wanavyoweza. Sasa tumetambua kwamba kuna impunity kwenye serikali. Kwa hiyo kwa sababu kuna impunity, kamati kuu imefanya maamuzi mengine yafuatayo. Kamati kuu kwa mamlaka yake imewateua kukaimu wanachama wafuatao kushika nafasi za uongozi za chama kama ifuatavyo. Tunaenda mahakamani ku contest, lakini tumefanya uamuzi wa kuwakaimisha hawa viongozi waliokuwa kwenye nafasi hizi waendelee sasa, kwa sababu kamati kuu ina mamlaka hayo kama chombo cha kiutendaji cha baraza kuu kuwakaimisha kwa kipindi cha mwaka mmoja wafanye hiyo kazi. Kwa hiyo tumemteua ndugu John Mnyika kuwa kaimu katibu mkuu wa chama chetu, ndugu Mheshimiwa Amani Gorugwa kuwa kaimu naibu katibu mkuu wa chama upande wa bara. Tumemteua Mheshimiwa Wakili Ali Ibrahim Juma kuwa kaimu naibu katibu mkuu wa chama kwa upande wa Zanzibar. Kamati kuu pia kwa kutumia kifungu cha 7716B ya katiba ya chama toleo la mwaka 2006 kimemteua ndugu CPA Tito Kitalika. CPA ya kweli, sio ya makara. Mkimsikia Tito Kitalika anazungumza unaelewa kuna CPA ya ukweli iko Chadema, Certified Public Accounts. Lazima unapozungumza vitu reflect akili yako. Sasa unazungumza unasema una degree 3, akili ya darasa la kwanza, watu wanakushangaa. Sasa ukimsikiza Tito Kitalika anazungumza unaona elimu, unaona busara, unaona uelekeo, unaona akili. Sasa CPA Tito Kitalika tumemteua kuwa mkurugenzi wetu wa fedha na uchumi, ndugu John Kitoka kuwa mkurugenzi wa mambo ya nchi za nje na diaspora, Bi Brenda Rupia kuwa mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, wakili Gaston Shundo Garubindi kuwa mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, ndugu Rems Kasanda kuwa kaimu mkurugenzi wa digitali na ubunifu. Aidha, kamati kuu katika kutafakari kwa kina imeazimia kuwa itaita baraza kuu la chama ndani ya siku 60 kuanzia tarehe taarifa hii inapotolewa kukamilisha kujaza nafasi za wajumbe wa bodi ya wadhamini kwa mujibu wa ibara ya 8.2 ya katiba ya chama toleo la mwaka 2016 na 2006 na katiba ya chama ya 2006 toleo la mwaka 2019, kusikiliza rufaa na kukamilisha mchakato wa uamuzi wa wajumbe 8 wa kamati kuu ya chama, kutafakari barua ya msajili. Tukapoita baraza kuu litapitia tena, kwa sababu ni chombo cha juu zaidi ya baraza kuu, tutapitia barua na kujadili barua ya msajili ya tarehe 27 Mei, kufanywa tathmini ya operation ya no reforms no election, kwa sababu tutakuwa tumemaliza ziara ya nchi nzima na baraza kuu litakapokuja litatoa kauli ya mwisho ya chama chetu na mwelekeo tutakaochukua kama serikali itakuwa haijasikiliza.
Kwa ndani ya siku 60 tutaita kamati kuu, baraza kuu. Kamati kuu imepokea taarifa kuhusu hatua ya serikali kulifungia kanisa la Glory of Christ, kanisa la ufufuo na uzima linaloongozwa na Askofu Gwajima. Hatua hii ya kulifungia kanisa lote nchi nzima ni batili, maana inawakosesha fursa waumini wa kanisa hilo kuabudu Mungu wao alichokisema Askofu Gwajima, na kupelekea serikali kuchukua hatua za kulifungia kanisa. Ni ukweli mtupu kuwa swala la utekaji na uwepo wa magenge ya uhalifu ndani ya mfumo wa vyombo vya ulinzi na usalama linahatarisha amani ya taifa letu na lazima likomeshwe. Serikali na vyombo vya dola lazima viwajibike na sio kuzima kelele na vilio vya Watanzania ambao ndugu na rafiki zao wamepotezwa na kuuawa. Hivyo tunaiambia serikali ilifungulie kanisa la Glory of Christ haraka ili kuwapa fursa waumini wa kanisa hili kufanya ibada kwa uhuru. Tunawasihi pia viongozi wote wa dini watoke hadharani kukemea vitendo hivi vya utekaji, kwa sababu wanaotekwa ni waumini wa dini mbalimbali. Mwisho, ninawasihi kabla ya mwisho, hii ni nchi pekee duniani ambayo mtu anatoka kukemea uovu anaadhibiwa. This is a high level ya impunity. Hii serikali inaipeleka nchi hii kwenye tawala za kidikteta zile za Amerika ya Kusini. Uliwahi kuona wapi? Kwani kanisa na misikiti kazi yake ni nini? Si ni kukataa maovu, ni kuhubiri ili watu waokoke waende mbinguni? Kuteka watu ni jambo jema, ni jambo la kimungu? Sio jambo la kimungu. Kuua watu, sheria zipo. Kama mtu anakosa akamatwe, apelekwe polisi, apelekwe mahakamani, ndio wanachosema utawala wa sheria. Kuua watu kihuni, kidhalimu, kuchukua judgment ya kuua watu ni jambo la kimungu? Watu wanajipa majukumu ya kuua watu. Tunazungumza kuhusu Beni Sanane, ni zaidi ya miaka 4-5. Tunazungumza kuhusu Azori Gwanda, mwandishi wa habari mwenzenu. Tunazungumza kuhusu wakina Mrai, wakina Deus Dedit Soka, kijana wa miaka 25 ambaye mbele yake kulikuwa na dreams kubwa. Tunazungumza kuhusu Kaswahili. Tunazungumza kuhusu Mdude Nyagali. Tunazungumza kuhusu Shadrack Chaura. Tunazungumza kuhusu hata mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM Bwana Daniel Choncholi amechukuliwa, watu wanatekwa. Leo askofu anatoka anakemea utekaji, anafungiwa kanisa, anaambiwa anafanya siasa. Utekaji sio siasa. Utekaji ni uhalifu, ni dhambi. Na viongozi wote wa dini, wale wanaosoma Biblia, waelewe watumishi wa Mungu wakina Abed, Meshach na kina Abednego. Wakina Meshach na Abednego walikuwa wanapinga tawala za kidhalimu kama hizi. Ni tawala kabisa zilikuwa za kiserikali. Mitume wengi tu wa Mungu wamesulubiwa kwa kupinga tawala dhalimu. Na ndio kazi ya hasa ya dini. Alichokifanya Askofu Gwajima ndio kazi hasa ya kujenga waumini kwenda mbinguni kwa kuwafundisha kutenda haki na kutenda wema, kutokuteka watu, kutokuua watu, kutokudhulumu uhai wa watu. Na sisi tunaunga mkono alichokifanya Askofu Gwajima, na tunawasihi viongozi wengine wote wa dini watoke wakemee mambo haya ambayo sio mambo ya mazuri katika nchi yetu. Na sisi hatutanyamaza. Hatutanyamazia utekaji, hatutanyamazia uovu wowote katika nchi hii. Na kumbukeni, si kwa nini nyie waandishi tusaidieni kufanya analysis. Huyo Askofu Gwajima miezi kama 5-6 iliyopita alikuwa anazunguka nchi nzima, anafanya mikutano ina watu 5,000, 6,000, anaimba mama oye,
watu punga mkono wanaounga mkono mama. Hapo alikuwa afanyi siasa. Hapo dini ilikuwa haiingilii siasa. Kama alivyosema baba askofu Bagonza, kwamba wakisema mama anaupiga mwingi, hapo hakuna siasa. Wakisema anaupiga mchache, hapo dini imeingia kwenye siasa. Askofu Gwajima alivyokuwa anasema mama hoye nchi nzima, hiyo ilikuwa vizuri kabisa. Leo Askofu Gwajima anasema mnateka watu, mnapoteza watu Nongwa. Hatuwezi kubali. Hii nchi sio ya kikundi cha watu wanaoleta uhuni. Ndio maana tutawapinga. Na la mwisho ninawasihi wanachadema na Watanzania kwa ujumla kuwa Chadema ni chama pekee kinachoweza kuaminika katika kuwasemea mambo ya Watanzania. Tunachokipigania kina faida sana katika taifa hili. Ukweli unabaki kuwa ukweli. Tumekuwa na chaguzi za kihuni, huo ni ukweli. Tumekuwa na chaguzi zenye mauaji, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uoga, uragai mwingi katika michakato ya uchaguzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia wagombea wa vyama mbalimbali vya upinzani wakienguliwa kwa hila za Chama cha Mapinduzi, huo ni ukweli. Tumeshuhudia uchaguzi ukikosa maana na kutokuaminika, huo ni ukweli. Sisi Chadema tunasema tutawaunganisha Watanzania ili wapaze sauti zao, kuiambia serikali izingatie, ione umuhimu, isifanye masihara kuwa mabadiliko yanayotakiwa kwenye mfumo ya uchaguzi yatakuwa ni sababu ya kuendelea kulinda amani ya nchi hii. Yaani mabadiliko tunayotaka ni kwa ajili ya kulinda amani ya nchi. Na la mwisho kabisa ni hili ambalo wanaharakati kutoka nchini Kenya wamelizungumza. Na hili ni bora mkalitilia maana, na nalisema hivi kuweka mkazo kilichotokea juzi mahakamani. Tulipokuwa kwenye kesi na kuomba Fred Atali njoo. Fred njoo. Tulipokuwa kwenye kesi siku ambayo Mheshimiwa Lissu ameletwa mahakamani, mlishuhudia baadhi ya mapolisi wanapiga watu wetu. Tena mtu anakimbia anaelekea huku, polisi anashika rungu mikono miwili, anampiga, anarudia. Amepigwa kiongozi wetu, katibu mwenezi wetu wa vijana wa taifa, ndugu Ferius, sio kama yuko hapa. Ferius yuko hapa. Njoo bana. Ameumizwa, unaona ule mkono bado anatembea kama amenani. Amepigwa na mwenyekiti wetu wa wilaya ya Temeke. Si ndio bwana nani yule? Amekuja naye. Kwa bwana huyu amepigwa, na mliona alikuwa haresist, na Benito amepigwa. Lakini huyu Fred na wenzake watatu walikamatwa, wakaviringishwa kwenye turubai la gari ya polisi, wakasafirishwa kusikojulikana kwa muda mrefu sana. Na wale polisi wakawa wanawasiliana kwa simu, wakaenda kuwabwaga Mkuranga. Na nafikiri baadaye atasema kidogo. Wakaacha Mkuranga. Sasa hao walipigwa tu, lakini huyu Fred na wenzake walichukuliwa wakaenda kuachwa Mkuranga. Na ni baada ya wale polisi kupokea order kwamba hao waacheni. Sasa kama wasingepokea hiyo order, leo tungekuwa tunasema Fred Atali na wenzake wako wapi? Hili linatusaidia pia kuzungumza kuhusu yaliyomtokea Boniface Mwangi na yule binti anaitwa Agatha Atuhaire. Na nimemsikia tunaongozwa na watu wa hovyo sana katika nchi hii, ambao wataingiza nchi kwenye crisis kubwa kimataifa, kidiplomasia na kila kitu, alafu tutakuwa kwenye matatizo makubwa sana. Watu wanaituhumu serikali kwamba imewakamata, imewafanyia vitendo vya sodomi. Na kuna watu wamelalamika kuhusu kufanywa vitendo vya sodomi katika nchi hii. Na kuna wengine waliogopa kusema. Nampongeza bwana Boniface Mwangi kwa kuwa muwazi. Lakini msemaji mkuu wa serikali anasema waliwakamata tu, walivunja sheria, hawakufuata utaratibu kuingia kwenye nchi hii, kwa hiyo waliwakamata kwa kuvunja sheria.